DW. Habari za ulimwengu. Msomaji ni Saumu Njama. Kwanza muhtasari wake. Baada ya wiki kadhaa za mazungumzo, Ujerumani imefanikiwa kuunda serikali ya mseto. Marekani na Iran zinatarajia kufanya mazungumzo ya nyuklia mjini Doha. Na mazungumzo ya amani kati ya Kongo na waasi wa M23 yameahirishwa. Habari kamili. Berlin. Baada ya wiki kadhaa za mazungumzo, vyama vya kihafidhina CDU-CSU wamefikia makubaliano na chama cha siasa za wastani za mrengo wa kushoto Social Democratic SPD kuunda serikali mpya nchini Ujerumani. Makubaliano hayo yamefikiwa leo baada ya wiki kadhaa za majadiliano kutokana na muungano huo kushinda uchaguzi wa bunge mwezi Februari. Mara baada ya kufikiwa makubaliano, serikali mpya ya Ujerumani imeanza kuangazia changamoto nyingi za kimataifa na za ndani zinazolikabili taifa hilo. Kansela mteule Friedrich Merz alisema vyama hivyo vitafanya kwa pamoja kile ambacho Ujerumani inahitaji kwa dharura, na kwamba serikali hiyo ya mseto itakuwa na kauli mbiu ya mageuzi na uwekezaji. Makubaliano ya serikali ya mseto ni ishara ya mwanzo mpya na ishara yenye nguvu kwa nchi yetu. Mwelekeo wa kisiasa wa nchi yetu uko katika nafasi ya kutatua matatizo tunayokutana nayo. Serikali ya baadaye, serikali ya mseto, itafanya mageuzi na kuwekeza ili kuifanya Ujerumani iendelee kuwa imara, kuwa salama zaidi na kuwa na uchumi imara tena. Na Ulaya pia inaweza kuitegemea Ujerumani. Serikali hiyo mpya inatarajiwa kuimarisha sheria za uraia na kubatilisha mageuzi ya utawala uliopita. Vienna. Marekani na Iran zinatarajia kufanya mazungumzo mjini Oman siku ya Jumamosi kujadili mpango wa nyuklia wa Tehran, huku hofu ikiongezeka juu ya kasi ya upanuzi wake. Washington na Israel zimeonya kuchukua hatua za kijeshi endapo mazungumzo kati ya mataifa hayo yatadorora. Mazungumzo yanayotarajiwa kufanyika Oman yanaonekana kuwa juhudi mpya ya kurejesha maelewano na kuepusha mzozo wa kijeshi. Tangu kujiondoa kwa rais wa Marekani Donald Trump katika makubaliano ya kihistoria ya mwaka 2015 yaliyopunguza vikwazo kwa masharti ya kudhibiti mpango wa nyuklia wa Iran, mvutano kati ya Marekani na mataifa ya Magharibi umeongezeka. Hata hivyo, mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanasubiriwa kwa hamu, wakati hofu ya kuibuka matumizi ya silaha za nyuklia ikiendelea kutanda. Doha. Mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wanaoungwa mkono na Rwanda M23 yaliyopangwa kufanyika mjini Doha yameahirishwa. Hadi sasa haijawa wazi ni kwa nini mkutano huo umeahirishwa, lakini pande zote zilisema hadi siku ya Jumatano bado walikuwa hawajapokea mwaliko rasmi wa kuhudhuria mkutano huo, na kufikia sasa hakuna tarehe mpya iliyotolewa. Mapema mwezi huu pande hizo mbili zilitangaza kuhusu mkutano huo ambao ulitarajiwa kuwa wa kwanza wa ana kwa ana kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 tangu walipochukua udhibiti wa mji wa Bukavu na Goma. Mwezi uliopita wa Machi, Qatar iliandaa mkutano wa ghafla kati ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame, ambapo viongozi wote wawili walitoa wito wa kusitishwa mapigano. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Juba. Takriban watu milioni 7.7 nchini Sudan Kusini wanakabiliwa na viwango vya juu vya njaa. Takwimu hizo ni kwa mujibu wa shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP. Eneo la Upper Nile lililoko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo limeathiriwa zaidi na mgogoro wa hivi karibuni. Kwa sasa zaidi ya watu milioni 1 wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula, huku mashirika ya misaada yakihangaika kufikisha msaada kutokana na vurugu. Tangu ilipopata uhuru wake mwaka 2011, Sudan Kusini imekuwa ikikaliwa na changamoto ya ukosefu wa usalama na utulivu wa kisiasa. Kwa sasa migogoro kati ya vikundi vinavyomuunga mkono Rais Salva Kiir na makamu wake wa kwanza Riek Machar
zimezidisha hali kuwa mbaya. Wakati huo huo, shirika la kuwahudumia watoto la UNICEF limeripoti mlipuko wa maradhi ya kipindupindu na kusababisha maambukizi ya zaidi ya watu 40,000 na vifo karibu 700, huku watoto wakiathirika pakubwa. Na hatimaye Paris, meneja wa Aston Villa Unai Emery amesema ana matumaini makubwa katika mechi ya raundi ya kwanza ya robo finali ya ligi ya mabingwa Ulaya dhidi ya Paris Saint-Germain. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Paris kabla ya mechi hiyo, Emery amesema Aston Villa ni klabu ya kihistoria iliyoshinda kombe la Ulaya mwaka 1982 na bila shaka ni ya kipekee. Katika mechi nyingine, wawakilishi wengine wa Ujerumani, Borussia Dortmund, watakuwa ugenini kukipiga na Barcelona. Mwisho wa habari kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Nam aliyekusomea taarifa ya habari ni Saumu Njama. Na sasa tugeukie safu ya uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii. Tutaanzia hapo Ujerumani ambapo muungano wa kihafidhina wa CDU-CSU umefikia makubaliano na chama cha SPD kuunda serikali mpya. Tuelekea huko Mashariki ya Kati pia kutazama hali ilivyo muda huu, lakini hapo baadaye pia utasikia yaliyojiri katika ziara ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan huko nchini Angola. Wameshuhudia mikataba na hati za makubaliano zilizosainiwa ni pamoja na rasimu ya mkataba wa ushirikiano katika sekta ya ulinzi, na mkataba unalenga kuimarisha ulinzi na usalama pande zote mbili, lakini pia kushirikiana katika sekta ya michezo, utamaduni na jamii, na kushirikiana katika maeneo mengine yenye maslahi kwa pande zote. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Na mfuatiliaji, kumbuka tuko mubashara katika mitandao mbalimbali ya kijamii katika mtandao wetu wa Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili, utatuachia maoni yako hapo na mimi pia nitayasoma hapo baadaye. Lakini pia tuko mubashara kupitia redio mbalimbali wa shirika. Tuanze uchambuzi wa ripoti zetu hapa nchini Ujerumani. Kansela ajaye wa Ujerumani Friedrich Merz ameapa kuwa serikali mpya mseto itasogeza tena mbele Ujerumani na kwamba ina mpango madhubuti mbele yake wa kulifanikisha hilo pamoja na kusaidia kuleta mabadiliko ulimwenguni. Mengi zaidi kuhusu siasa za Ujerumani anaarifu Grace Kabogo. Aber vor uns liegt ein starker Plan, mit dem wir... Makubaliano ya serikali ya mseto yaliyoko mezani ni matokeo ya mashauriano na mazungumzo ya kina. Zaidi ya yote, hata hivyo, yatatoa ishara kali sana ya wazi kwa raia wa nchi yetu, na pia yanapeleka ujumbe wa wazi kwa washirika wetu wa Umoja wa Ulaya. Ujerumani itakuwa na serikali ambayo ina uwezo wa kuchukua hatua kali. Eine handlungsstarke Regierung. Hiyo ni sauti ya Merz akizungumza leo baada ya kambi ya vyama ndugu vya kihafidhina vya CDU na CSU kufikia makubaliano na chama cha siasa za wastani za mrengo wa kushoto Social Democratic SPD kuunda serikali mpya baada ya wiki kadhaa za majadiliano kutokana na muungano huo kushinda uchaguzi wa bunge mwezi Februari. Merz amesema makubaliano hayo ni ishara ya mwanzo mpya. Serikali mpya pia inatarajiwa kuimarisha sheria za uraia na kubatilisha mageuzi ya utawala uliopita. Chini ya masharti mapya ya makubaliano, serikali mpya itatafuta kuondoa uwezekano wa kupata uraia wa Ujerumani baada ya kuishi Ujerumani kwa miaka 3 tu kulingana na kesi maalum. Aidha, sheria ya miaka 5 iliyoanzishwa na serikali iliyotangulia kutoka miaka 8 itabakia kama ilivyo pamoja na uwezekano wa kupata uraia wa nchi mbili. Merz ameahidi udhibiti mkali wa mipaka kuwalenga wale wanaoishi Ujerumani kinyume cha sheria na pia watawarudisha wanaotafuta hifadhi. Merz amezungumzia pia kuhusu mpango wa serikali mpya kupunguza euro bilioni 1 katika matumizi ya programu za maendeleo na michango kwa mashirika ya kimataifa. Aidha, serikali yake inapanga kuanzisha baraza la usalama la kitaifa katika ofisi ya kansela ili kurahisisha kufanya maamuzi kuhusu sera za kigeni na usalama. Washirika wa serikali mpya ya mseto inayotarajiwa kuongoza kwa miaka 4 ijayo wamekubaliana kupunguza kodi ya umeme katika juhudi za kupunguza bei ya umeme kwenye nchi hiyo yenye uchumi mkubwa zaidi barani Ulaya, angalau senti 5 kwa kila kilowati. Wasilishaji wa makubaliano ya pamoja ya serikali ya mseto na mpango wao umefanywa kwa pamoja na Merz, kiongozi wa CDU, Markus Söder, kiongozi wa CSU, na viongozi wa SPD, Saskia Esken na Lars Klingbeil. Merz kutoka chama cha CDU mwenye umri wa miaka 69 na mpinzani wa zamani wa Angela Merkel anatarajiwa kuwa kansela wa Ujerumani na kuchukua nafasi ya Olaf Scholz anayemaliza muda wake.
Merz amesema anapanga kuizindua serikali mpya ya Ujerumani mwanzoni mwa mwezi Mei baada ya pande zote kuidhinisha makubaliano hayo. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa SPD kinatarajia kupata nafasi 7 za waziri katika serikali mpya, ikiwemo wizara ya fedha na sheria, huku CDU ikipata nafasi 6 za waziri, ikiwemo wizara ya mambo ya nje na uchumi. CSU imepewa wizara 3 ikiwemo ya mambo ya ndani. Nam ni Grace Kabogo huyo na siasa za hapa Ujerumani. Na sasa tuelekee huko Mashariki ya Kati ambapo shambulio la Israel kwenye jengo la makazi katika mji wa Gaza limewaua takriban watu 23 hii leo. Shirika la ulinzi wa raia la Gaza linasema wengi wa walioathirika ni watoto na wanawake. Nalo jeshi la Israel limesema limefanya shambulizi hilo kumlenga mmoja kiongozi mwandamizi wa kundi la Hamas. Mengi zaidi na Wakiombogo. Msemaji wa shirika la ulinzi wa raia la Gaza, Mahmoud Basal, ameliambia shirika la habari la AFP kuwa shambulio hilo lilifanyika kwenye eneo la Shujaiya katika mji wa Gaza. Idadi ya waliofariki imefikia watu 23, wakiwemo watoto 8 na wanawake 8, na zaidi ya watu 60 wamejeruhiwa. Bado kuna watu ambao wamenaswa chini ya vifusi. Ibrahim Abu Al-Rishi, mkuu wa wafanyikazi wa nyanjani katika shirika hilo, anaeleza. Wahudumu wa ulinzi wa raia walikimbilia eneo la tukio tangu mara ya kwanza wakati nyumba hiyo na majengo jirani yalipolengwa. Tulifika haraka tukiwa na vifaa msingi tu, na tukashtuka kupata idadi kubwa ya watu waliokuwa bado hai chini ya vifusi, watoto na wanawake. Nyumba hiyo imekuwa ikiwahifadhi watu wengi, lakini ililipuliwa na wakazi wake wakiwa bado ndani. Jeshi la Israel limeambia AFP kuwa shambulio hilo lilikuwa linamlenga gaidi mkuu wa Hamas ambaye alihusika katika kupanga na kutekeleza mashambulizi ya kigaidi kutoka eneo hilo. Halikutoa jina la mlengwa, ila wamerejelea madai kwamba kundi hilo la wanamgambo linawatumia binadamu kama ngao, madai ambayo yamekanushwa na Hamas. Hamas imelaani shambulio hilo kama mojawapo ya vitendo viovu zaidi vya mauaji ya halaiki. Kundi hilo limesema katika taarifa kwamba jeshi la Israel limefanya mauaji ya umwagikaji damu kwa kulipua eneo la makazi lenye watu wengi, raia waliokimbia makazi yao na wasioweza kujilinda. Taarifa hiyo iliendelea kusema kwa kufanya hivyo kwa msaada kutoka kwa utawala wa Marekani ambao unahusika katika uchokozi huu. Hii inaashiria doa kwenye dhamira ya jumuiya ya kimataifa. Israel ilianza tena mashambulizi makali katika ukanda wa Gaza tarehe 18 mwezi Machi na kumaliza usitishaji wa mapigano wa miezi miwili na Hamas. Juhudi za kurejesha mapatano hayo hadi sasa hazijafaulu. Rais wa Indonesia Prabowo Subianto amesema leo kwamba serikali yake iko tayari kuwahamisha na kuwapa makao ya muda raia wa Palestina waliojeruhiwa au kupoteza makao kutokana na mzozo unaoendelea huko Gaza. Kwenye hotuba aliyoitoa kabla ya kuondoka kwa ziara ya kidiplomasia ya mataifa 5 ya Mashariki ya Kati, Prabowo amesema Indonesia itaanza kwa kutuma ndege za kusafirisha takriban watu 1000 kutoka Gaza, zikiwapa kipaumbele waliojeruhiwa, mayatima na wale wanaosumbuliwa na kiwewe cha kisaikolojia. Indonesia, nchi kubwa zaidi duniani yenye Waislamu wengi, haina uhusiano wa kidiplomasia na Israel na kwa muda mrefu imejiweka kama mtetezi wa taifa la Palestina. DW tunavuma kwa kishindo.